wanaamini kwamba ni mpinzani ambaye anakutana naye ni mpinzani nchecheme, mpinzani ambaye pangu pakavu. Yani kama vipi Simba speleke hata timu Mighty Wanderers. Ndio. Hapana, unajua Kibe, haya ni mashindano na ni mpira wa miguu. Ndio. Nakumbuka kuna msimu mmoja Simba wale kutolewa kwenye mashindano na Yudi Songo. Unakumbuka huo msimu? Ndio. Kwa hiyo sio vitu vya kubeza au kuwachukulia poa hawa. Kwa sababu watu wengi wanasema kwa sababu ni timu ambayo haina jina kubwa barani Afrika, labda hawafanyi vizuri kwenye michuano ya kimataifa, lakini misimu inatofautiana. Leo hii tunazungumza Simba ameshuka renki za CAF kwa sababu hajafanya vizuri katika misimu ya hivi karibuni ukilinganisha na misimu ya nyuma. Kutoka nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 11 ni gap kubwa sana ambalo ameshuka. Kwa hiyo Simba wao wenyewe wanatakiwa waanze kujijenga upya sasa, warudi kule ambako walikuwa. Kwa hiyo mechi yoyote ambayo Simba anakwenda kuicheza kwenye CAF Champions League inamaanisha kwamba anatakiwa aingie kwa kujiandaa kwa kila namna, ili mradi tu apate ushindi kwa ajili ya kuirudisha ile heshima yake ambayo alikuwa ameiweka tokea hapo mwanzo. Kwa hiyo mimi naamini hata kama ingekuwa ni timu ndogo kiasi gani, ndio, hautakiwi kuibeza wala kuidharau. Natakiwa unaingiza majeshi yako yote. Yaani hata kama mtu atasema ulikuwa unaenda kupiga nyundo sisimizi, wewe kapige tu. Kwa mashabiki wa Simba na Simba wenyewe hawatakiwi kuichukulia poa hiyo timu. Hawatakiwi kuichukulia poa kwa sababu unavyochukulia poa ukaingia uwanjani tayari una matokeo yako kwamba huyu ni mdogo, yanaweza katokea ile Yudi Songo. Wewe sasa kwa jicho lako la nyama, jicho ambalo si la hayo mawani, mnyama anaenda kutana mpinzani wa namna gani kwenye hatua hii? Sasa mimi nisipovaa miwani sioni vizuri. Kwa hiyo nataka jicho langu lenye miwani ili niweze kuona vizuri. Sawa, hivyo. Of course ni sio timu ambayo ina jina kubwa barani Afrika kama nilivyosema mwanzoni. Sio timu ambayo ina historia kubwa, hata ukiangalia kwenye rank za CAF hawapo katika vile vilabu ambavyo vinatajwa kwa vilabu bora. Fact itabaki pale kwamba huu ni mpira wa miguu. Of course ni timu ndogo ukilinganisha na Simba. Lakini ni mchezo ambao Simba anatakiwa kuingia kwa tahadhari kubwa sana. Kwa sababu mtu anaweza akataka kutokea hapo kwako. Yaani leo hii Simba akifungwa na hawa Southern Wanderers, ina maana kwamba alama zake za CAF zinaenda kupungua, na huyu anaongeza alama zake kutokana na nafasi ambayo anapanda kwenda kucheza. Kwa hiyo inawezekana ikatokea wakamdondokea mnyama. Inawezekana, na ndio maana nimesema kwamba this is football. Yaani mpira unaweza ukawa una mabavu tayari, ushajitengenezea boundaries katika soka la ukanda fulani, lakini akaja akatokea mdogo mmoja tu akakugonga nyundo chali yani kijana kutoka Malawi Might. Yes, na itakuwa ni fedhea. Yani kuona timu kama Simba ambayo ni miongoni mwa timu ambazo zinaogopeka barani Afrika anatolewa na Southern Wanderers, kwa sababu itakuwa ni Simba wao wenyewe sidhani kama wanatamani hicho kitu kitokee. Kwa hiyo mimi binafsi ni kitu ambacho nakiamini Kibe, ni kwamba hiyo siku ya mechi kati ya Simba dhidi ya Southern Wanderers, Simba ataingiza kikosi chake cha mauaji kinachokwenda kucheza CAF Champions League ili mradi tu apate ushindi na kusonga katika nafasi zinazofuata. Huyo ni mnyama ambaye atadondoka pale nchini Malawi kwenye game ya mkondo wa kwanza. Game ya mkondo pia atakuwa anamaliza hapa nchini Tanzania kwenye hatua ya kwanza, kwenye hatua ya awali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika mbele ya Mighty Wanderers. Lakini pia Gaborone United na wananchi Yanga. Mashabiki wengi kwa nini wanaamini kwamba Gaborone United anaweza akamdondokea mtu? Kwa sababu si mgeni hapa nchini. Hapo unanipata vizuri? Kwamba unaweza katokea huko na huko sikupati. Nahisi unajua vilabu vyetu hivi miaka 5-6 hapa kwa tuseme mwaka 2018 ambapo Simba alitengeneza njia, vimekuwa vimeset standard kubwa kiasi cha kwamba ukiangalia maandalizi ya mechi, namna ambavyo timu hizi zinasajili, namna ambavyo zimeinvest, unaona kabisa moja kwa moja yani hatua ambayo tunasema ni bare minimum, yani ile zimefeli sana. Zimefika makundi kwenye hatua ya kwenye hatua ya makundi kwenye CAF Champions League. Ni mara chache sana timu kama mara mbili tu timu ndio zilikuwa zinashuka mpaka CAF Confederation, ambayo sasa hivi hiyo sheria au hiyo kanuni imetolewa. Kwa hiyo moja kwa moja unaona timu za Tanzania zinakuwa zina kitu cha kupoteza.
inapoenda kwenye hizi mechi. Kwa hiyo ukipima mizani kati ya Gaborone maybe na Young Africans ukiangalia kwenye miaka mitano, unaona Young Africans ndo anakuwa favorite kwa kufika makundi, lakini bahati nzuri Young Africans ni timu ya hapa nyumbani. Kwa hiyo tunajua ambition zake, tunajua namna ambavyo zimeinvest, tunajua namna ambavyo mashabiki wanauchu angalau kuvuka ile hatua ya robo finali ambapo ndo vimekuwa vilabu vyetu vikiishia. Kwa hiyo kwa maelezo yao machache ni kwamba kwangu mimi naona kwenye hiyo tie ya Gaborone dhidi ya Young Africans, Young Africans wana kitu cha kupoteza zaidi. Kitu ambacho kinafanya mechi iwe ngumu sana kwa Gaborone. Na sidhani sababu mkondo wa kwanza Gaborone anaanzia nyumbani. Ndio. Mkondo wa pili anakuja hapa. Kitu ambacho kimekuwa ni advantage kubwa sana kwa vilabu vya Tanzania hapa. Sababu ukiangalia msimu uliopita ilikuwa hivyo hivyo. Mechi ya kwanza ya mkondo wa pili Young Africans alipoteza. Alafu walipokuja huko akapindua meza. Kwa hiyo ile kumalizia mechi nyumbani imekuwa ni kama inawapa boost kubwa zaidi, au inawapa advantage kubwa zaidi ya kuweza kutinga kwenye hatua zinazofuata. Kwa hiyo kwangu mimi ni ngumu sana, ni kwenye asilimia 40 naweza nikampa 100 kwamba Gaborone anaweza kumdondokea Young Africans. Yani kwenye 100% Gaborone United kumdondokea Yanga ni 100%. 100 na 100 ni ya mpira, kwamba mpira unadunda. Kwamba inaweza ikatokea hata Shashamani asende kucheza Yanga ikafuzwa hatua inayofuata. Sasa hapo itategemeana. Kwa nini asicheze wakati ni mchezaji? Si uhakika. Unajua 100 kwenye moja mzee wangu. Wewe kuona mwanafunzi anapata 100? Mwanafunzi akapata kwenye 100 akapata 100. Umewahi kuona? Nishawahi kupata 100. Sasa si ndio hiyo maana yake, hata usingeenda kwenye mtihani si bora usingeenda tu. Sasa hiyo unajua kwa sababu imetokea ndio maana tunasema hivyo, lakini nisingeenda. Yaani sio kwamba singeenda. Zile max zisingerekodiwa, ingekuwa ni chuo alikuwa anasema nini ile, sio kwamba singeenda, yani mtihani usinge complete. Kwa hiyo wewe uione kabisa Gaborone ya kumwangusha Yanga kwenye hatua hii. Yaani sioni. Yanapo labda nitegemee maajabu ya mpira, kwa sababu kwa namna ambavyo vilabu vyetu vimekuwa vikiinvest hasa kwenye Simba na Yanga kwenye CAF Champions League. Ni ngumu sana kuona kutoka hatua za awali. Kwa sababu trust me, ikitokea moja wapo kati ya Simba na Yanga akatoka kwenye hizo hatua za awali, ile pressure huku nchini inakuwa ni kubwa sana. Sio kwa wachezaji, sio kwa kocha na benchi lake la ufundi, sio kwa viongozi. Kwa hiyo kwangu mimi sioni kama kwamba hivi vilabu vya Tanzania vinaweza vikatoka kwenye hatua ya awali. Naona vina kitu kikubwa sana cha kupoteza ambacho vilabu vingine labda kama Gaborone kutoka Botswana na Mighty Wanderers kutoka Malawi, naona bado hata kwenye hii miaka mitano kipima historia yao, naona ni timu ambazo bado zinajitafuta. Lakini Young Africans na Simba wamesha set standard yao iko hapo, na hata huku tunaona pressure iko kubwa sana kwa viongozi kwamba tunataka tuone vilabu vyetu vinafika sehemu hapo. Kwa hiyo bare minimum hivi vilabu ni kufika hatua ya makundi. Usipofika hapo basi is a total failure kwa huu msimu kwenye swala la international level. At least kutoka makundi tunaweza tukaelewa. Lakini usipofika makundi, hiyo ni another failure ambayo sidhani kama kuna maybe shabiki au kiongozi au mtu yote ambaye anaweza akavumilia, kwa sababu ukiangalia hata njia yao unaona kabisa imenyooka. Imekuwa miaka iliyopita mpaka sasa hivi unaona standard yao ni kubwa. Hata timu unaweza kukutana nazo sasa hivi hauoni kama zitawapa shida, tofauti na miaka ya nyuma. Unajua miaka ya nyuma 2017 kurudi nyuma ilikuwa ikifanyika draw kama hivi. Yaani ukiona kwa mfano sana ingekuwa Gaborone sasa ndio amepanga na Young Africans, unaona hii hapa itakuwa ni time ngumu, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo uchumi wa vilabu ulikuwa dhaifu, benchi, ukiangalia wachezaji, ukiangalia nchi nzima, sio ya malipo kwa wachezaji, maandalizi ya mechi yalikuwa chini. Lakini miaka mitano hapa vilabu vimeimprove pakubwa sana. Kwa hiyo sitegemei kuona wakianguka kwenye hizo hatua za awali. Sawa, kwenye ile ya general Simba na Yanga ukishatoka kwenye hii hatua, ukitoka kwa Malawi, Yanga kitoka kwa Botswana, hatua inayofuata nako pia ni Kitonga. Yaani kama mlima Kitonga Iringa. Ndio ulikuwa unasema kule hayo yani ni draw fulani ambayo imewatengenezea wao matumaini makubwa sana. Yani amezungumza hapa Albert kwamba Yanga na 99% ya kumfunga Gaborone United. Isiaka amezungumza kwa upande wa Simba dhidi ya Mighty Wanderers ya kutoka Malawi. Lakini hata ukiangalia wapinzani walio mbele yao, ndio ni wapinzani wa madaraja yale ya kawaida ya chini. Yani ni wapinzani ambao Young Africans, Simba Sports Club yawezekana ubora wao ni mara 3 ya hizo timu, kitu ambacho kinawapa leverage kubwa sana ya wao kwenda hatua inayofuata. Na hii si tu kwa sababu labda ya historia na vitu vingine,
Yani hata tukipima kwenye ngazi ya ubora ambao wanao, hata pia ukijumlisha historia, yani ukiangalia kwa mfano kuna 15 Agosto, hawa watu wengi wanafananisha na Premier de Agosto ni ya Angola, lakini hawa 15 Agosto hawa ni wa Equatorial Guinea, wapinzani ambao kwa namna moja ama nyingine wanatoka katika ukanda ambao haujafanikiwa sana kwenye upande wa klabu, lakini pia kuna safari ya kwenda Komoro kwa upande wa Simba Sports Club ambao naye anaenda kwenye ukanda ambao haujafanikiwa sana. Young Africans hatua inayofuata kutakuwa kuna safari ya Madagascar au Lesotho, ukanda ambao nao kwenye mpira wa ngazi ya club haujafanikiwa sana. Kwa hiyo ni nafasi kubwa kwa hizi timu sasa kufuzu kwenda kwenye hatua ya makundi, kwa sababu zenyewe zimeshajitengenezea hayo mazingira, na naamini ni takriban safari ya sasa msimu 3 mpaka 4 ya kwamba Simba na Yanga wao kufuzu hizi hatua sio tena story. Yani story ni wao kutofuzu. Yani leo Young Africans kwa namna moja ama nyingine akidondoka kwenye hizi hatua atakuwa amedisappoint watu wengi sana. Taifa kwa ujumla litakuwa disappointed. Simba akidondoka kwenye hii hatua ni very big disappointment, kwa sababu tayari madaraja yao yanawataka. Yani unajua kuna muda kuna daraja linakurahisishia kwenda hatua inayofuata, na ndicho ambacho Simba na Yanga wanacho hivi sasa. Yani daraja walionalo linawataka, the minimum wanachoweza kufanya ni kwenda kudondoka hatua ya makundi. Yani hawatakiwi kudondoka nje na hatua ya makundi. Kwa hiyo naamini kabisa ni safari ambayo wanaimudu, ni safari ambayo haitokuwa na stress kwa upande wao. Wanahitaji tu maandalizi mazuri sasa ya dakika 90, kwa sababu kuna baadhi ya michezo hautofanya vizuri kama hautoanza kujiandaa nje ya uwanja. Nikimaanisha focus kwa wachezaji, benchi la ufundi, viongozi kuhakikisha kwamba mnaungana, mashabiki kushikamana. Hizi ni game ambazo 90 minutes peke yake zinatosha kukupa ushindi. Yani kwamba huko nje yawezekana mkawa mnaenda flat vile vile kikawaida tu, maandalizi yakawa ya kawaida, lakini kitu ambacho mnakipika kwa dakika 90, kwa sababu mpira wa miguu hauwezi ukasema kwamba Yanga na 100% ya kushinda au Simba na 100% ya kushinda. Wage kuna mfano na upenda sana kuutumia. Yani leo hata waungane wale nyota wakali wa dunia, yani hiyo timu iwe ina Messi pale juu, iwe ina Ronaldo pande moja, iwe ina kina sijui Haaland, iwe ina Mbappe, kina Due, kina Dembele humo ndani, hiyo timu hata tukisema waje leo tucheze na sisi hapa Kipenga, yani tukusanye Kibe golini hata kama hujui kudaka, Isiaka namba 8 hata kama hujui kupiga pasi, Albert hapa acheze striker hata kama hujui kufunga. Alafu mimi ndo nahodha kwa sababu najua vitu vingi sana kwenye mpira wa jani bali na Nsajigwa akae pembeni kama beki atufungishe, bado hiyo timu haitakuwa na 100% ya kushinda. Na wale kina Messi hawatakuwa na 100% ya kushinda. Yawezekana sisi tukawa tuna hiyo 0.001. Hicho 0.001 ndio hicho kinaweza kikageuzwa kuwa ushindi kamili. Ndio maana dunia imekuwa inapokea disappointing results mara kibao. Yani unajikuta kwamba kuna timu inaenda kupoteza game alafu wote mnashangaa amefungwaje pale. Kuna mwamba anashinda afu najiuliza oya huyu anashindaje, ameshindaje hii game. Hayo ndio maajabu ya mpira. Sasa hayo yote huwa yanatokea kwa sababu ya kitu kinaitwa dakika 90 za mpira. Kuna ile kauli ya kwamba wasemaga mpira unadunda, tusubiri dakika 90. Ndio notion nzima ya football. Hivyo kwenye dakika 90 twende tukacheze. Ndio maana mpira unachezwa. Ingekuwa sio hivyo basi ingekuwa tu tunakaa nyumbani, Yanga na nani? Yanga na Gaborone. Yanga aende hatua inayofuata, wasicheze hiyo mechi. Yanga na nani? Yanga sijui na Kipenga Extra. Yanga aende tu hatua inayofuata. Simba za nani? Simba za na Kibe FC. Simba aende hatua inayofuata sababu atakashesha. Lakini tunaenda uwanjani ili kuthibitisha kama unaweza kweli kushinda, kwa sababu huyu anaweza kama mpinzani dhaifu lakini atakufunga. Kwa hiyo kwa mantikio kwamba ni wazi kwamba wewe hata ikitokea Simba au Yanga kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika wajeenda hatua ya makundi, kwako haitakuwa jambo la kushangaa. Itakuwa ni jambo la kushtua. Itakuwa ni jambo la kushtua kwa nini hawajaenda. Ndio. Lakini kwenye heshima ya mpira wa miguu itakuwa ni jambo la kawaida. Na ni kitu ambacho unaona kinaweza kikatokea. Kinaweza katokea sababu mpira unaruhusu hicho kitu kutokea. Wanasema hapa hatuwapi hawa kina Gaborone United nafasi ya 0.0. Yani tunawapa Young Africans nafasi kubwa, lakini hatuondoi uwezekano wa kina Gaborone kushinda. Ndio maana nimetumia ile dakika 90 ndio muda ambao unawafaa. Yani Yanga na Simba kisehemu pekee ambao wanaweza kujitetea ni dakika 90. Mfano naweza tukazungumza hapa, mfano ambao najua hautawezekana lakini ni mfano ambao unaweza ukaja ukaelezea vyema hicho ambacho nimetoka kukizungumza hapa nyuma, kwamba
what if Simba na Yanga wakaenda dakika 90 afu wakapanga vikosi vya ajabu ajabu? Yaani unacheza na Gaborone United, unapanga tu kikosi cha ovyo ovyo. Gaborone atakufunga. Kwa sababu yeye atakuja amejipanga vizuri. Simba anacheza nao Mighty Wanderers. Wanaamua tu siku hiyo Jibril Kasali kacheze namba 9, sijui Hussein Abel utacheza beki wakati, yani vururu goalkeeper Tadaka Keretso vurugu tayari anaweza kaenda kwenye mechi akapoteza. Ndio yani inawezekana sio mfano halisia, lakini ni mfano ambao unaweza ukaona unatia nyama hicho ambacho nimetoka kukizungumza kwamba maandalizi mazuri ya hii michezo ndio maandalizi ya huu mchezo yamepunguzwa kutoka yale maandalizi makubwa ya nje ya uwanja, viongozi nini, yanabaki kwa kocha na benchi lake la ufundi pamoja na wachezaji, kwamba oya, hawa ni Gaborone United, tunawaweza kwa namna moja ama nyingine kwa sababu ya ubora, tunaandaa mbinu nzuri kucheza dhidi yao, tunaenda uwanjani, tuna dominate game, tunawafunga, tunaenda hatua inayofuata. Lakini ukimess up kwa dakika 90 kama ambavyo Yanga aliwahi kumess up alipocheza na wale wa Malawi msimu uliopita, kwamba anaenda uwanjani, ana advantage ya quality, ana advantage ya kihistoria, yeye ni mkubwa, lakini anafika uwanjani washikaji wana rise up, anamweka chuma moja, anarudi nyumbani anafikiria anachomoa na pindukaji ya meza, kwa sababu mpira ndio uko hivyo. Kwa hiyo hata hapa hivyo vitu vinawezekana kutokea, lakini sasa ukijipanga vyema hizo dakika 90, basi wewe garantie ya kufuzu ni kubwa kuliko leo hii. Hapa hatua za awali ukipangiwa Ahali kwenye hii hatua, of course mnaanza sasa mashabiki kwa masishana, oya tudeni uwanjani tujaze, viongozi ni pale mnatulia, oya wapeni wachezaji bonus, wachezaji wenyewe mnaanza kujihamasisha humo kambini, hawa ni Ahali twende tukapambane, lakini kwa sababu sio Ahali, kwa sababu ni Mighty Wanderers, kwa sababu Gaborone United